Yesu anataka hao watu wapendwa wawache kukaa wakiwa na wasiwasi. Yesu anataka wamwamini, mimi nataka kwenda, na nikienda kuna kitu naenda kufanya. Kuna kitu nitakuwa nikifanya. Mimi naenda kuanzisha hiyo contract ya kuwajengea manyumba. Naenda kuwajengea, actually sio manyumba, alienda kujenga makao. Bwana asifiwe sana. Najua kuna tofauti ya kujenga nyumba na makao. Bwana asifiwe. Amen. Nyumba inamaanisha tu ni mahali utaenda ulale, ukule, uwe na sitting room, uwe na bedroom, uwe na pengine prayer room, ama uwe na chumba cha wageni na chumba cha watoto wako, kitu kama hiyo. Lakini makao inamaanisha pamoja na hiyo nyumba ama hizo manyumba, kuna mambo mengine yatakuwa yanaweza fanyika within your locality. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni mahali pengine ambao utakuwa unaanza upate, kuna mashamba na kuna vitu zingine na kuna mambo mengine, kuna garden na kuna other things. Naenda kuwatengenezea makao. Mahali kuna makao ni mahali ambapo ukiingia unaweza kosa kutoka milele na unakaa na unaishi. Bwana asifiwe sana. Na maanisha ni kitu complete. Ukienda mahali umeenda kutengenezewa makao, napata ya kwamba ni mahali ukiingia it's like sitatoka nikatafute kitu nje. Everything you want shall be there. Bwana asifiwe sana. Yesu akawaambia, nataka mniamini. Ni lazima niende kwa sababu niko na kazi ya kufanya. Na nikienda ile kazi naenda kufanya ni kuwajengea nyinyi makao. Bwana asifiwe sana. Na Yesu hataki mtoe pesa. Bwana asifiwe sana. Yesu hataki muparticipate. Nasikia? Kama ninaenda kuwatengenezea barabara ama naenda kuwatengenezea, mwanaziweza akisema naenda kuwatengenezea barabara, inakuanga lazima kuna kitu anataka mfanye pia. Mnipatie kula yeye. Yesu hataki kula yako. Sawa sawa. Yesu hataki ufanye chochote. Yesu anataka tu umwamini na uamini hayo maneno aliyosema. Bwana asifiwe sana. Wacha nikwambie kitu. Hakuna kitu hatari kama Mkristo anayetauti maombi yake. Aminiaje maombi yake? Umeomba na uamini tena umeomba pita. You are just there. Umefunga umeomba Mungu akubariki na kazi. But you don't trust in your prayers. You need to learn to trust on your prayers. Kama maombi umeombewa na ni sawa tu. Ni pastor aliniombea lakini ni sawa tu. Wacha tuone vile mambo yatakuwa. Ni mbaya sana kutauti maombi. Bwana asifiwe sana. Ni mbaya sana kutauti, kukosa kuamini hili neno la Bwana. Ukikosa kuamini hili neno, alitawahi saidia wewe milele. Hata kama utatengeneza kitanda ya Biblia na mattress ya Biblia ndio unalalianga. Na uweke Biblia zote hiyo maandiko yote hapo, ukilala usiku ukifungua macho unaona tu Matthew chapter 14 iko hapo. Ukikosa kuiamini haitakuwa na maana kwako. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri sana ujue kuamini neno la Bwana hata kama mambo itendeki. Bwana asifiwe sana. Hata kama mambo inaenda kinyume, trust in the word of God. Bwana asifiwe sana. Hata kama Yesu atakawia, alitaka wapendwa wajue anaenda kutengeneza makao kwa sababu yao. Hakuwa anaenda kutengenezea malaika, hakuwa anaenda kutengenezea manabii, alikuwa anaenda kutengenezea wale watakao muamini. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo amini nawaambia, naenda kuwatengenezea makao. Bwana asifiwe sana. Tunahitaji kuwa mahali pa tukijua ya kwamba Yesu ameenda kutengeneza mahali kwa sababu yangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Yesu ameenda kutengeneza mahali kwa sababu yangu. Kama kuna sementi ya mbinguni, Yesu akopo sahi maji. Kama kuna mawe ya mbinguni, Biblia inasema ya kwamba dhahabu na whatever ndio huyo mtu umetengenezwa na hiyo nini.
Imagine Jesus is there supervising the job because of you. Imagine uko kuna watu wa mikono, malaika ndio wako huko na mjengo unaendelea. Kama mtu kama wewe kanajengewa na malaika. Kama mtu kama wewe kanajengewa na Yesu. Na Yesu anataka tu wewe uamini. Imagine. We need to trust this gospel. Bwana asifiwe sana. Tunahitaji kuamini hii neno. Yesu anatushughulikia. Muamini hata saa hii God is doing something concerning your issue. Bwana asifiwe sana. Not only going and construct that big construction for you to get somewhere to dwell, lakini also anakushughulikia hata saa hii. Biblia inasema ya kwamba Yesu amekaa upande wa kuume wa Mungu Baba akikuombea. Kumbe kuna mtu anatuombeana. Yes. Ukiambiwa ujiombee, si utajiombea for long. Kwa maana Yesu kujiombea 24/7. Si ndio? Utaomba tu dakika na utalala. Imagine ukilala kuna mtu anaendelea kukuombea. Bwana asifiwe sana. Wakati umekosea, hasira ya Mungu ikitaka kuamuka, Yesu wako hapo ameinua mikono akimwambia hasira yako Baba isiwake juu ya huyo mtoto wangu. Hasira yako isiwake. Akitaka kumaliza dunia anamwambia hapana, usiwache hasira yako ikawake juu ya dunia. Yesu ako hapo akituombea, akitupembelezania mbele ya Mungu. Ni kwa maana kama ni kwa utakatifu, kuna mwenye anayesaidia mbinguni. Bwana asifiwe sana. Hata hakuna mwenye anaweza kumfurahisha Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata Biblia inasema ya kwamba kwa maana sisi zote tulienda kando. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa neema za Bwana sisi sote tumeokoka. Sisi ambao tumeokoka kwa neema ya Mungu. Na ndio Biblia inasema ya kwamba siku ya leo tunahitaji kumwamini Mungu, kujua kumwamini Yesu. Bwana asifiwe sana. Mama fulani tukiwa miaka mingi iliyopita, nilikuwa nikifanya biashara ya kuuza maziwa. Na mama fulani akasema hii maziwa sinauzwa kila mahali, imeokwa kitu. And I was very sure maziwa yenye nilikuwa nikiuza sikuwa naweka hata maji. Hata wacha kuweka maji. Ile maji unawekanga kwa mtungi ndiye washi hiyo unaweke. Hiyo asingeruhusu ingie kwa hiyo maziwa yenye nilikuwa nikiuza. Nilikuwa ninaosha hiyo maji na ninaweka hiyo maji ya hiyo mtungi chini. Lakini mama mmoja akaniangalia na akasema mimi siwezi amini mtu mimi. Yes, hii maziwa mnaweza hii mwaka vitu zingine. Kwanza nikawa maziwa yenye nilikuwa nikiuza ilikuwa ni ile kuna ng'ombe zinaitwa ganze. Maziwa ya ganze, hiyo ng'ombe atoangi maziwa mingi, lakini anatoanga maziwa mzito. Ukiona hivi inakuanga ya yellow. Ni kama wanasema ameweka Blueband. Yaani najaribu kufikiria vile naweza chukua Blueband niweka kwa maziwa. Yaani najaribu ku connect, I connect. Huyo mama akaniambia wazi, mimi siwezi amini mtu. Nikamwambia ni sawa sawa. Wakati wako ameokoka. Lakini nashukuru Mungu kwa maana siku moja alikuja kuamini mtu aliyemhubiria na akaokoka. Na siku ya leo anaweza amini mtu. Bwana asifiwe sana. Shida ya kuamini mtu mwingine, ukiona mtu hawezi amini mtu, yeye mwenyewe hawezi kujiamini. Bwana asifiwe sana. Sisemi amini kila kitu. Bwana asifiwe. Lakini kama mtu hawezi kujiamini, hata kumwamini Yesu ni ngumu. Lazima wewe ujiamini, na ndio sababu siku ile uliokoka ulisema mimi ni mwenye dhambi. Uliamini wewe ni mwenye dhambi. Kuna mtu hata ajui kama ni mwenye dhambi kama yeye ni nini ajui. Na mtu inayeweza kuokoka kwa maana ajui niko pande gani. Lakini unapojiamini na uamini neno la Bwana, na uamini mwenye anakuhubiria, na uamini ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, then it begins there. Bwana asifiwe sana. Unasema sasa, Bwana, mimi siwezi. Ninataka kuenda na wewe. Ninataka kuoshwa na wewe. Ninataka kutakazwa na damu yako
ninakuamini wewe Yesu, niokoe siku ya leo. Na ukiokoka ni by faith, kuamini tu, unaamini, you believe and then you are saved. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ili ni jambo la imani. Bwana asifiwe sana. Wokovu ni jambo la imani. Na tukianza mahali imani huanzia, my dear friend, imani haianziangi juu, inaanzanga na wewe. Imani haianzangi na mtu mwingine. Imani ni wewe. Bwana asifiwe sana. Na ukiwa wewe wa kwanza kufanya kazi na imani. Ndiyo Yesu alitazama mitume na akawaambia, kama mtakuwa na imani ndogo kama ile mbegu ya alindali, ile mtu unaitwa ni alindali ama inaitwaje? Mustard seed. Ukikuwa na imani kama hiyo, tambia ile mlima toka na ndio ukajipanda kwa bahari. Na mlima utatoka na utaenda kujipanda kwa bahari. Yaani anataka uwe na kitu hapo ndani. Bwana asifiwe sana. Na hata hataki hiyo kitu kubwa, anataka tuwe na kitu, kuwe na imani hapo ndani. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Yesu anatumia kale kitu kako ndani yako. Bwana asifiwe sana. Yesu anatumia ile imani kubwa sana. Yuko na mtu mwingine pale. Bwana asifiwe sana. Anatumia ako kandogo kako ndani yako. Bwana asifiwe sana. Hata tumia imani ya mtu mwingine. Anataka ndani yako kuwe na hiyo kambeko. Na akasema na ukiwa na kitu, ukiwa na hiyo mkiniamini, kuwe na hiyo mbeko hapo ndani, basi utakuwa unaamka na unaamrisha mambo, na mambo yanaanza kutendeka. Bwana asifiwe sana. Mambo yanaanza kufanyika. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya my fellow pastors wa ushirika wa Mkuweni ambao wali confront our government. Na wakati makanisa yalikuwa yanafungwa, ukawa kuna shida, wameona na mimi nilikuwa nimeiona, na wakasimama na wakaita conference. Naitangwa ni press conference. Yes, good. Press conference. Na wakaiaddress. Na inakumbuka wakiongea vizuri na wakasema imani yetu sisi kwanza lazima tuende kanisani, na tunaombanga tukitembea, na tunaimbanga tukiruka, tunatwanga mapepo, na mnatuambia keep 1 meter how. Hatukatai, lakini mtupatie mbinu zingine. Watoto mnatuambia tuwache nyumbani, tunawacha nyumbani wakiwa na nani? Mnatuambia watoto wasikuye kanisani, itawezekana kweli? Na wakaongea mambo mingi, na kuna kitu kimoja waliongea wakimaliza, walisema tutaombea corona na corona itaisha. That is what they said. Na saa hii I can prove what they said. All the situation can prove their words. Kwa sababu kama ni serikali ilishindwa kabisa, wamefanya nini? What have they done? Ndio corona ianza kwenda chini. Prediction ilikuwa ni kwamba by mwezi wa 10 Kenya itakuwa pepe. Na Wakenya watakufa kama inzi. Wanasayansi walikuwa wanasema Wakenya watakufa kama inzi maji. Lakini tumefika mwezi wa 10 na imeenda kukauka Kenya. Bwana asifiwe sana. Kenya corona imeenda kikauka ikiisha na itaisha kabisa. Bwana asifiwe sana. Walituambia uende tukakaa tukaishi na corona, lakini naona Kenya tukirudi maisha yetu ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu kuna mapastors, kuna watumishi wa Mungu walisimama na wakapinpoint vizuri, na wakasema tutaomba na corona itaisha. Thank God because of them. Hakuna mtu hakuona. Hawakusema tunafanya mambo mengine, lakini walisema pamoja na kuosha mikono tutaomba na corona itaisha. Wanaume wa imani, watumishi walio na kitu ndani yao. Mungu awabariki watumishi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na siku ya leo mimi nikifanya mahesabu zangu,
Actually, it is only because of God, not because of our government. Not because of our government and the doctors. Kitu walifanya ni kutuhangaisha sana. Maripoti ya kutuweka uoga. Mateso mengi, kazi zikakauka, zikafungwa. Lakini hakuna kitu ya maana. Hiyo tunaweza sema serikali ilifanya, kachangia corona ikaisha. Na hata kama kuna mtu ambaye ana macho, inafaa atazame na aone corona ni Mungu anaiondoa. Bwana asifiwe. Kuwa na imani na mtu mwingine anayeitwa Yesu. Kumwamini huyo Yesu wa Nazareti. Kuamini maneno yake. Hali alisema. Kuna watu wale muamini Yesu. Mama aliyekuwa anatokwa na damu aliamini Yesu kiasi ya kwamba akasema, mimi hata sihitaji huyo mwanaume aniwekelee mikono. Sitaki. Sina hiyo masaa. Yaani huyu mama aliamini Yesu kupita wale walikuwa wanamfuata kila siku. Na kuna kitu inaitwa mazoea mbaya sana. Hakuna kitu kimbaya kama kuzoea kusikianga neno la Mungu. Petro wako hapo wamezoea kutembea na Yesu. Wanaamka asubuhi, wanauliza sasa crusade ile ni wapi? Crusade ile itakuwa pande gani? Yesu anawaambia twende Galilaya. Yesu anawaambia tuelekee sehemu za Jericho. Wanasema kesho tutakuwa huko Jericho. Kesho tutakuwa huko baharini. Kesho tutakuwa tutaenda ndani ya mji, tutaingia mji. Kesho tutaingia the city. Yes. Tutakuwa Gethsemane jana. Kesho tutakuwa yaani walikuwa wanajua hizo functions vile Yesu operate. Walikuwa wamemzoea akitenda mambo. Lakini hapo kuna mwanamke hajamzoea na hawajai kutana, anamsikianga na yeye anamwamini. Bwana asifiwe sana. Na akatazama zile miujiza Yesu amefanya bila yeye kukua. Kwa maana naamini ya kwamba angekuwa amerepresent kesi yake mapema. Na akasema tu kitu kimoja, mimi sitasumbuana nao mitume na sitasumbuana na mtu yoyote, but I know what I'm going to do. Ule upako uko na huyu mwanaume kama alifufua Lazaro huyu. Ule upako uko na huyu mwanaume anayeitwa Yesu. Kama juzi nilisikia alitembelea juu ya maji, na ni ukweli. Kama alikuwa na watu wanaume 5,000. Actually hapa ni alikuwa ametoka kutengeneza zile mikate zilikuliwa kwa jangwa. Wanaume 5,000 bila kuhesabu wa mama na watoto, kwa maana hawangehesabika. Na wakaenda nyumbani kila mmoja akiwa na ushuhuda. Akaenda nyumbani kila mmoja akiwa na ushuhuda. Tulikula tukabakisha. Nimeshiba, sitaki kukula mimi. Wale vijana ambao ni wajuaji wanatorokanga wazazi wanaenda kwa makrusade. Siku hiyo walikuja kwa nyumba one by one kwa vitanda. Hapana, kwani ukuli mimi niko sawa. Kwani umekula nini? Yule mwanaume anaitwa Yesu ametulisha vizuri sana. Tulikuwa tunakula na sio wanaume walikuwa wanakula chapati na samaki na mwana gani? I don't understand. Kwa maana wale watu huko wanatuambianga samaki inaingianga na ugali. Lakini hapa si ugali. Imagine mimi sijajua mambo ya samaki sana, lakini najua samaki inatakanga ugali. Lakini hapo walikula na samaki na chapati, samaki na mkate. Kila mtu akaenda nyumbani akiwa ameshiba. Na ushuhuda ukaenda kila mahali. Na mimi huyo mama alifikiwa na huo ushuhuda. Na akasema ya kwamba kama huyu mwanaume anasafanya hivi, hii shida yangu ni kidogo. Naenda kwa Yesu nikijua hii shida yangu kwake ni kidogo. Na akaenda na akafanya mahesabu zake na akasema, sitapambana na mitume, sitapambana na kuinua mikono. Nitapenya sawa sawa katikati, nitasukumana na wanaume mpaka niende nipate nafasi ya kunguza tu pinde
wa nguo yake, na inajua nitakuwa nimepona. And that is what she did. Bwana asifiwe sana. Amen. Na alipomguza, kwa maana alikuwa na kazi ya kufanya. Alikuwa she had a mission to do, to accomplish, and our mission was to touch Jesus' garment, angel with garment. Na alipoenda akanguza, akapifinyana mpaka akainguza, akamaliza kazi yake, na akasikia kila mahali imekuwa sawa. Na saa hiyo Yesu akamwangalia na akauliza, nani ameniguza? Mitume pale wakaanza story kwa sababu walikuwa wamemzoea Yesu. Ukituuliza maswali mengine kama hii, najua hata sisi tunakosa majibu. Sasa walikuwa wamemzoea. Ukituuliza nani amepunguza, na hapa unaona vile tuko wengi, sure. Hapa tunasukumana pande hii na pande hii, kila mtu anapunguza. Sasa kusema kweli, si ni kutuweka kwa majaribu. Kwa maana hatuwezi jua nani amepunguza na ni watu wangapi wamepunguza. Lakini Yesu akijua chenye anauliza, yule mwanamke akamwangalia Yesu na wakaangaliana na wakaelewana, na huyu mwanamke akakuja mbele ya Yesu akapiga magoti akasema, ni mimi, naomba unisamehe. Niko nataka uponyaji. Kumwamini Yesu. Natuambia mtoto ukiwa umebeba mtoto na umwambie jiachilie, hapo chini kuna mtu atakushika. Atakuuliza, atanishika? Hata kama haoni ni nani, yeye amejiachilia. Na adui wa imani ni maswali ambayo huwa tunaulizana na ujuzi wetu wa maisha. Yaani kule kujua kwako, yale masomo yako, Unajua mtu amesaliwa, ama ule ufahamu ulio nao wa maisha, mtu akisaliwa akiwa aongei, the chapter inakuwa imefungiwa hapo. Alafu hapo tunaombea mtu aongee. How? Sasa ukiuliza how, then everything goes off. Inakuwa tu ni mfano nafasi ambao alikuwa anaombea jamaa kwa anasikia, na akiwa anamwombea mkalimani wake, basi anaombini na Kiswahili kwa kusema, anamwambia, anaomba, anasema, ninaamulisha haya masikio yakafunguke. Ndugu anasema hapa, neye ya matwaya makapinguke. Lakini anarudi anauliza huyu mwenye anakalimani, lakini jamani, mtu aliyezaliwa akiwa asikiaje anaweza sikia kweli? Pastor anaambia mtu mara ya kwanza ameweka masikio vidole akimwombea, na muulizo umesikia? Hapana. Mara ya pili, mara ya tatu, mkalimani wake akaanguka. Akawachana na kiziwi ashughulikie mwenzake, kwa maana mwenzake hapo hapo ako chini, na hatuwezi endelea na hii mambo ya kuombea huyu jamaa, na hapo kuna shida nyingine imepatikana. Jamaa ameanguka chini na anapiga nduru, anasema masikio yangu yamelipuka. Kuangalia yule jamaa walikuwa wanaombea, naye anarukaruka, anapiga nduru, anajaribu kuongea kwa sababu anasikia vitu hajawaisikia. Kumbe huyu mwanaume ndiye alikuwa shida ya huyu. Asante mwenye alikuwa ana kalimani ndiye alikuwa shida ya mwenye alikuwa anaombewa. Na ilibidi Mungu alipoe masikio yake ndiye ya huyu yaweze kufunguka. Hayo maswali
Ishawahi tendeka kweli? Wapi ilitendeka wapi? Umesikia wapi mtu alizaliwa bila kuongea, anaongea wapi? Hiyo inamaliza kila kitu. Inafaa tukuje kama watoto wadogo. Ndio lazima nikatua doka, aliniambia niende nikanulie picha ya Maria, picha ya Yesu na picha ya Joseph. Na akaniambia anataka niweke pale kwa ukuta, na atakuwa anaenda pale na anaishika hivyo na anaomba Yesu. Hapa kuna shida. Unajua hapa kuna shida hapa. Kwa maana kuna mtu anayemwamini kuliko mimi. Kuna mwalimu mmoja anamsomesha. Mimi si mtu wa kumsomesha. Kwa maana hakuna siku nishamsomesha vitu kama hizo. Na Kenya anasomesha ngwa, anajua ni ukweli. Ni ukweli. If we can be like the small children, then much will happen in our lives. Bila kujiuliza maswali mingi. Bwana asifiwe. Amen. Siku yangu ya kwanza kuona mtu aliyekuwa na ukimwi aliyeletwa akiwa amebebwa na kitanda. Amebebwa na kitanda. It was 1997. Urupa. Kuna madamu anaitwa Evangelist Wairimu. Napenda huyo mama. Sikuwa namjua. Lakini wakati nilikuwa nyumbani na nikasema inakuja huko, a friend of mine, a sister ambaye alikuwa anaitwa Ellen. Ellen akaniambia unaenda Nairobi lini? Nikamwelezea, akaniambia kuna kitu nataka kuomba wewe ukafanye. Evangelist wa elimu ako na crusade. Na inakuomba tu ukifika jaribu kwenda kwa hiyo crusade. Kwa hiyo siku hiyo mimi nimekuja Nairobi, nimekuja over the weekend. Na crusade alikuwa anafanya crusade on Sunday. Sio Saturday na Sunday, kitu kama hiyo. Kwa hivyo nikaamua mimi hiyo Sunday sitaenda kutafuta mahali niabudu. Mimi nitakuja Urupa. Yaani kataimka Urupa. Hapo chini nikapata Bishop Ben Bahati akahubiri akamaliza. Hiyo ilikuwa saa 6 hapo, saa 5, saa 6. Na saa 8 crusade ikaanza. Ikakuwa inaanza hapo Urupa. Na inakuambia huyo mtu mahali nilikuwa nimekaa, mama akiletwa nilimuona akiwa amebebwa na kitanda. Na Mungu hutumia watumishi. Nakumbuka hiyo jukwaa yake ilikuwa ni kama pale kwa hiyo faa. Kwa hivyo tuko hapa na yeye hapo pale. Na Urupa akasomea vile mmejipanga hivi. Kwa hivyo hakuna mtu yote amuone. Na alipokuja akapanda juu, akauliza akasema kuna mgonjwa niliona akiletwa. Ako wapi? Walikuwa wamemficha huko chini ya jukwaa. Akasema atolewe hapo na aletwe huko juu. Walijaribu kumpandisha na kitanda ikashindikana. Kwa maana jukwaa vile imeundwa ni mrefu sana. Na akasema mwekeni pale chini. Na akauliza watu, mnaamini huyo mtu anaweza ponya ukimwi leo? Mnaamini? Sasa tukasema ndio. Na akatuambia, nafikiri kuna kitu alicheza naye. Alicheza na imani yetu yote. Akatuweka pamoja. Kwa maana alituambia funga macho, inua mikono yako na uanze kuomba. Na tukaanza kuomba akiombea huko juu. Na akasema nipewe ile wireless. Na akapewa. Tukiwa katikati ya maombi, yeye aliteremka. Leo tumefunga macho, hakuna mtu anamuona. Yeye aliteremka mahali kulikuwa na yule mgonjwa. Akaenda
Kwa hiyo kitanda alipokuwa amelala hivi, akamshika na akamwambia tuanze kutembea. Twende. Sasa tukija kujua miujiza ishafanyika, walikuwa wanakimbia, twende tufike pale. Twende pande nyingine. Twende pale nyingine. Twende pale. Hiyo nilishuhudia na macho yangu. Hatukusema maombi imeisha. Aliteremka akiwa katikati, akamshika na wakaamka. Leo umekuja umebebwa, leo utaenda nyumbani ukiwa umebeba hiyo kitanda na hakuna kuilalia tena, kwa maana umepona. Uende ukapimwa, kwa maana hao. Kitu cha kwanza, aliamini huyu mtumishi ni mtu wa Mungu na kuna uwezo wa kumwekelea mikono ama kumwombea na kupona. Mtu kama huyu akija kwako, kama ni pastor, kwa gina mambo mingi. Kumbuka, a brother of mine